Ujazo wa Roho Mtakatifu. Huo ndio ujumbe ambao Bwana ametupatia asubuhi ya leo. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Sema ujazo wa Roho Mtakatifu. Sikusikia tena ujazo wa Roho Mtakatifu. Tamani asubuhi ya leo tuweze kujifunza na tuone namna ambavyo Biblia inatufundisha umuhimu wa mtu mmoja mmoja mahali hapa kujazwa na Roho nani? Sema Roho Mtakatifu. Sijakusikia tena. Yes. Na kabla sijaendelea, naomba nipate nafasi nikutambulishie huyu Roho Mtakatifu ni nani. Kwa kama 10 tu zinatosha, kila mmoja atakuwa ameshamjua mpenzi huyu mwaminifu. Sema mpenzi mwaminifu. Mpenzi mwaminifu. Nifike mahali ambapo hata kama wapenzi wa dunia watakuacha, bado utabaki na mpenzi mwaminifu aitwaye Roho Mtakatifu. Amen. Na kuanzia sasa tunapojifunza namna hii, unaingia kwenye dimension ya kuhusiana na Roho Mtakatifu kama mpenzi wako kwa jina la Yesu. Amen. Yaani nashangaa kweli, mke wangu ni mpenzi wangu, lakini Roho Mtakatifu ni mpenzi wa kwanza hata kabla ya mke wangu. Amen. Na yeye pia mpenzi wake wa kwanza ni Roho Mtakatifu hata kabla yangu mimi. Amen. Hapo maisha yanaenda. Ila yeye akimtangulia Roho Mtakatifu ndio mnapoanza kufeli hapo. Mahusiano yote yale ambayo hayatamtambua Roho Mtakatifu kama kamba ya nyuzi ya tatu, mahusiano haya yatavunjika, yatakatika, yataishia popote pale. Narudia tena. Mahusiano yote yale ambayo yanamtambua kuelekea mpaka hapo nimesema ndoa, ambayo hayatamtambua Roho Mtakatifu kama kamba ya nyuzi ya tatu. Maana kamba ya kwanza ni yule kijana ambaye anajitambua, kamba ya pili ni yule binti pia ambaye amekomaa. Ila hawa watatu, hawa wawili wanaunganishwa na kamba ya nyuzi ya tatu. Inaweza kwamba kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Kwenye mhubiri, kamba ya nyuzi katiki nini? Upesi. Maana mahali ambapo huyu alikuwa kwamba si hapa bila naomba tu break. So maneno kama hayo, Roho Mtakatifu atamwambia no, shikilia vizuri. Na huyo hapa hata msumbua yule, yeye atajiri na nani? Na Roho Mtakatifu. Ni kama triangle. Hebu chora triangle hapo dafa lako. Juu muweke Roho Mtakatifu, kulia jiweke mimi, alafu kushoto weka sisi ni mchumba, sisi ni mke, sisi ni rafiki. Watu wengine hapa tena washinda urafiki wa kuelekea ndoa na hajaniambia nani awasema sasa hapa. Endelea kimya hapo hivi. Kwa hiyo sehemu yako juu kabisa awepo nani nimesema? Roho Mtakatifu. Upande wako wa kulia weka wewe, sema mimi hapa, andika tu mimi. Kushoto andika mchumba wako, rafiki yako, au kama mke wako na mume, kwa hiyo yeye andika mume, sawa? Wale ambao ni masingo andika tu rafiki ambaye ataelekea kwenye mchumba hadi ndoa. Tujulikane makundi yetu ambayo tuko hapa. Amina. Sasa incha yangu maana yake huyu na huyu, panapotokea shida hapa katikati, huyu ambaye anamfahamu Roho Mtakatifu hata sumbuka na huyu, atamwendea huyu kwanza, mbona siku hizi unipigie simu, mbona siku hizi tena sio message zako ukinipigia kama hapo mwanzo, mbona siku hizi umebadilika ghafla, ulikuwa kila siku usiku unaniambia unanipenda, sasa usiku unanipenda. Hata sumbuka na hayo, yeye focus yake kubwa ni kumwendea Roho Mtakatifu. Mahusiano yanapoanza huwa anaanza na speed kubwa kama ya 4G na ile speed ya light. Wanataka waende kwa kasi, ni matamu mno. Kila siku napigiana simu, ila anapoendelea mbele utafika wakati ambapo simu hazipigwi, message haitumi. Lakini huo wakati ambacho kitaweza kusustain hayo mahusiano ni Roho Mtakatifu. Amen. Ukinielewa hapa, nimeshayaponya mahusiano ya watu wengi mahali hapa. Sawa? Kwa hiyo kabla hata mjaanza kuhusiana vizuri, huyo rafiki yako hakikisha anamjua Roho Mtakatifu. Hakikisha amejazwa na Roho Mtakatifu. Hakikisha ni rafiki wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu wanasema kwamba meli your friend. Ushasikia maneno Meli wa nini? Ila nakwambia kweli, meli
the friend of Holy Spirit, made a lover of Holy Spirit. Huyo siku akitaka kukupiga, Roho anaweza kumwambia wewe unamfanyaje mwanangu? Sio mke wake tena. Anataka kumwambia mke unamfanyaje mwanangu? Huyo siku akianza kukupigia, Roho anaweza kumsemesha kumwambia hivi wewe unafanya hivi na hasira zako hizi, utafikiri Mungu anakuvumilia mpaka lini? Basi ngoja nimpigie tu simu. Kumbe ni Roho Mtakatifu ameshughulika naye. Kwa hiyo mahusiano yote ambayo yanataka kudumu. Sasa sijajua ni nani huyu ambaye naanza tu somo ameanza kutoa mahusiano, lakini narudi somo langu. Nimtambulishe Roho Mtakatifu kama mpenzi. Amen. Ni muhimu tumpende Roho Mtakatifu. Na ukimpenda maana utaanza kuongea naye. Hivi kweli unaweza ikapita hata siku uongea na mpenzi wako kweli? Inawezekana kweli? Labda yale mahusiano ambayo yameanza kusuasua kuelekea kuvunjika ndio ambayo anakuta siku nzima haujaongea, hata rafiki yako ameiona amekuchumia mtomo. Lakini Roho Mtakatifu anahitaji mahusiano. Baba wa Roho Mtakatifu duniani anaitwa Ben Hinn. Ben Hinn alishatuambia kwamba kwenye kitabu kinaitwa Good Morning Holy Spirit. Akasema kama mchoseme shikamoo nani? Roho Mtakatifu. Sasa nikuulize hapa, ni wangapi ambao mara ya mwisho umemsalimia lini Roho Mtakatifu? Hebu ngoja yako wewe, mara ya mwisho ni lini umemsalimia Roho Mtakatifu? Au unamtaka tu unamwambia Roho Bwana, najua yote tu, ni wahi tu unaniombeaga wala sina haja mimi kuomba. Sasa Roho Mtakatifu ni nani? Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Tena kaanza kidogo sababu hapa napata tu summary kwenye vitabu vingi na mafundisho mengi kupitia fundisho la mambo, lakini nataka msaidie mtu mmoja ambaye hajawahi kusikia hili jambo au yeye ambaye umeshasikia ni isilibe ile concept kichwani mwako. Amen. Roho Mtakatifu ni nani umesema? Sijakusikia. Matendo sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 4. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo nani? Roho Mtakatifu. Pigia mstari hapo, kumwambia uongo Roho Mtakatifu. Anaendelea kusema kwamba na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja. 4 anasema kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa kwa uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, hukumwambia uongo mwanadamu? Bali nani? Pale ikiwa amesema umemwambia uongo Roho Mtakatifu. Hapa anasema haukumwambia uongo mwanadamu, bali nani? Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nani hapo? Na nikisema ni Mungu, maana yake sio kwamba ni Mungu mdogo. Tunajua tunaamini Mungu kwenye nafsi tatu, sawa? Roho Mtakatifu anaitwa hapo namba 2, Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. In the third personality of God. Yeye ni nafsi ya tatu ya Mungu. Nafsi ya tatu ya Mungu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Njoo Pastor Boss, sababu leo tutajua. Mwambie. Leo Pastor Boss atakuwa kama Mungu Baba. Sio hivyo kwa bidii kidogo Pastor Boss ndio Bwana Yesu. Sawa? Huyu hapa ndio Roho Mtakatifu. Njoo Roho Mtakatifu basi. Mpole kama Roho Mtakatifu. Watu wengi wakifikiria kwa habari ya Utatu Mtakatifu wanafikiria kama Mungu Baba ni giant hivi alafu wanafuata Bwana Yesu dogo amepungua kwa Mungu Baba. Sio kama Mungu wameipanga hapa. Alafu wanafuata Roho Mtakatifu ndio mdogo wao kwenye kriu yao hii. Roho Mtakatifu ndio mdogo. Kwa hiyo anasema hivi kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu nani? Wanajua Roho Mtakatifu ndio wa mwisho kwenye ile uungu mtakatifu. Hapana, si kweli. Kama ambavyo Baba alivyo ndivyo alivyo Roho Mtakatifu. Kama Mwana alivyo ndivyo alivyo nani? Roho Mtakatifu. Hakuna aliye mdogo. Ni sawa kusema Mungu Roho Mtakatifu ndio hapa, Mungu Yesu Kristo, Mungu Mwana na Mungu Baba. Bado hawajabadilisha maana. Sawa? Ni namna ambavyo yatokea. Ni kama vile mimi mchungaji wenu, mimi hapa kama ninavyoona sasa hizi na nafasi 3.
hapa nilipo sasa ni mchungaji. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Nikiwa nyumbani kwa familia yangu, mimi ni mume wa mke wangu. Si sawa? Si mimi wewe jamani? Lakini pia nikiwa darasani kwa wanafunzi wangu wananiita mwalimu. Lecturer wao. Hadi sana wafundisha na hapa na maxi na hapa na kosa na hapa na supplement wengine ambao wanafeli. Yapo darasa langu katika supplement kabisa bila naamini. Kwa hiyo hiyo na sababu tatu ambazo nikupatia, ila mimi ni huyu mmoja. Vile vile Mungu ana nafasi tatu. Kuna wakati alijidhihirisha kama Mungu Baba kuanzia Agano la Kale, kabla ya Yesu kuja alikuwa anajiita kama nani? Mungu Baba. Sawa? Baadaye baada ya Yesu kuja akajidhihirisha kama nani? Kama Yesu, mwana wa Mungu. Baadaye sasa Yesu aliposema hivi, sitawaacha yatima, nitawaletea nani? Msaidizi ambaye atakaa nanyi hata milele. Huyo msaidizi sasa ndio yupo hadi milele, anaitwa Roho Mtakatifu. Ndio Roho Mtakatifu wetu. Wow. Ni mpole vile vile sana kabisa. Kwa hiyo Mungu Roho Mtakatifu sio kwamba ni mdogo, hapana. Yeye ni Mungu pia. Na kuthibitishia hivyo, Roho Mtakatifu anazo sifa zote za Mungu. Andiko sentensi. Roho Mtakatifu anazo sifa zote za Mungu. Sifa ya kwanza, Mungu pekee ndiye wa milele. Mungu pekee ndiye wa milele. Roho Mtakatifu sawa sawa na Waebrania sura ya 9 na mstari wa 14 anaitwa Roho wa milele. Nimesemaje? Mungu pekee ndiye wa nini? Wa milele. Sasa Roho Mtakatifu pia ni wa milele. Waebrania 9:14 utasoma kwa muda wako. Jambo la pili, yeye ni Mungu sababu anajua yote. Roho Mtakatifu ni Mungu kwa sababu anajua yote. Omniscient. Omniscience wanasema wengine. Anajua yote. Kwa habari ya masomo yako anajua. Kwa habari ya mapishi, kwa habari ya coursework, kwa habari ya kuwa baba au kuwa mama, kwa habari ya biashara anajua. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 na waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 27. Wakorintho wa kwanza 2:10 na waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 27. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu ana nguvu zote. Omnipotent. Roho Mtakatifu ana nguvu zote. Matendo 1:8. Yasema kwamba lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Wake anapokuja anakuja na nguvu na ana nguvu zote. Omnipotent. Jambo la tatu. Jambo la mwisho, yuko kila mahali. Roho Mtakatifu yuko kila. Kwa hapa tupo saizi hapa yupo. Pale nyumbani kwako hakuna mwizi anaweza kaingia akakuvunjia nyumba sababu Roho Mtakatifu wapi? Yuko pale. Ndio wewe mambo kama haya. Usipoamini hivyo utashangaa siku umekaa kanisani urudi nyumbani, nyumba mlango umevunjwa, kale kitanda chako ambacho uko nacho kamefungwa hivi, kila kibako ya hela imechukuliwa, kale ka TV kama ambacho umejinunulia umejipiga kameibwa, ile sabufa yako Pastor Rogers imeibiwa, yani haya mambo yanatokea kabisa. Amen. Ila sio fungu lako kwa jina la Yesu. Na mimi nasema ndio mshikamo mwenyewe kwamba hakuna mtu ambaye atakuja kanisani alafu nyumba yake aibiwe kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo inaandikwa duniani na mbinguni kwa jina la Yesu. Amen. Yes. Mambo tusiposema hivi yanatokea kwetu. Yuko kila mahali, omnipresent. Zaburi 139 mstari wa 7 hadi 12, Daudi alikuwa akimtaja Roho Mtakatifu, anasema kwamba niende wapi nijiepushe na roho yako. Maana ni Roho Mtakatifu huyo. Niende wapi niukimbie uso wako. Roho Mtakatifu ndio ambaye amebeba uso wa Mungu, uwepo wa Mungu. Kama ningepanda mbinguni wewe uko. Kama ningefanya kuzimu kuwa kitanda changu wewe uko. Ningezitoa mbao asubuhi ya kukaa pale za mwisho na bahari, huko nako huko. Kuna wako utaniongoza kila mahali, hadi kwenye giza yupo. Kwa hiyo utakushangaa wewe ambaye eti ukiwa peke yako chumbani kwako unajifunika hivi shuka, unasema hakuna mtu ambaye ananiangalia bila kuangalia pornography. Kumbe wewe Mkristo uliyejaa Roho Mtakatifu, wewe pamoja na Roho Mtakatifu mnaangalia nini? Hamseni inawezekana kweli? Inawezekana kweli? Ujasiri unapata wapi? Ukiwa ufahamu namna hiyo utajua kabisa
Kwa hiyo eti nimuoneshe yule tu ipo loga. Not me, sema not me. Fanya hivi not me. Fanya hivi not me. Hai. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni nafsi mtoto wa Mungu na ni Mungu kabisa, kwa hiyo sifa ambayo nimekwambia. Jambo lingine, Roho Mtakatifu ni nafsi hai. He is a personality. He is a person. He is a person and he has a personality. Ni nafsi hai na anazo sifa za nafsi hai. Kwa Kiingereza sema hivi, he is a person. Sio mzimu fulani hivi. Sio upepo fulani hivi. Wale watu ambao wakisoma ile Matendo 2:1-4 nasema hivi, kukaja ghafla toka mbinguni, uvumi kama uvumi wa upepo, ukienda kasi, ukaijaza nyumba ile. Wanajua siku ya leo tuliposema kwamba tutajaza mtakatifu, hapa tukiapo uvumi. Ama potele kwa hivi. No. Lakini Roho Mtakatifu anakujaza yaani ninapoongea hivi, kuna mtu anajaa tayari. Pale unamaliza utakuwa umejaa. Na leo nakwambia nini maana ya kujaa Roho Mtakatifu. Kujaa Roho Mtakatifu hakuishii kwenye kunena kwa lugha. Wengi tumemfungia hapo. Tukisema tumejaa Roho Mtakatifu ni pale ambapo tunaongea kwa lugha. Ila unaweza kama umejaa hata kama bado hujapata uthibitisho wa kunena kwa lugha, ila bado ufanyaje? Kwani Yusufu alijaa kujaa Roho Mtakatifu. Yusufu alijaa kujaa Roho Mtakatifu. Mwanzo wa 41:38-39 sema hivi, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya miungu ndani mwake. Hilo ni agano la kale. Wale jamaa sasa tupate wapi mtu kama ambaye ana roho ndani mwake, ana roho ya miungu ndani mwake. Sasa wewe kwa sababu huongei kwa lugha hivi, pastor mimi bado sina Roho Mtakatifu. Sawa. Ila elewa kwamba unaye tayari. Sasa huyo aliye naye ni nafsi hai. Sio kitu ambacho hakina uhai. Kama ambavyo unaweza ukahisi, unajua nafsi ina vitu vitatu, sio hivyo? Nafsi ina nini? Ina akili, si sawa? Ina nini kingine? Hisia, ina nini kingine? Utashi, maamuzi. Roho pia anazo akili. Sikiliza, angalia Roho Mtakatifu anazo akili. Akili kabisa, ndio maana anaweza atakuamulia jambo. Anazo akili. Yesu mwamba kitabu cha Warumi 8:27. Warumi 8:27. Kadhalika Roho naye hutuombea udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kama apendavyo Mungu. Anaendelea semaje hapo mbele 27? Mjafika tu bado. Kwa hiyo nasema nia ya Mungu. Maana yeye hutuombea kama apendavyo Mungu. Anasemaje 27? Naye aichunguzaye mioyo aijua nia. Hiyo nia kwa Kiingereza ni akili. Umeelewa vizuri? Naye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho. Roho Mtakatifu ana akili. Ndio maana anaitwa Roho wa ubora, Spirit of Excellence. Sababu ana nini? Ana nini? Jambo lingine, Roho Mtakatifu pia anazo hisia. Biblia inasema kwa habari kwamba wala msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu. Efeso 4:30. Maana mtu anafika mahali ambapo akaanza kumuhuzunisha sababu anazo hisia. Anazo hisia. Ile Warumi 8:27 inasema kwamba kuugua, anaweza kaugua. Ile kwanza kuugua kwa sababu anazo nini? Hisia. Jambo lingine pia tunasema kwamba ana uwezo wa kufanya nini? Imesema maamuzi. Utashi ni uwezo wa kufanya maamuzi. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12:11 Biblia inasema kwamba lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Kwa kuna mwingine Roho amempatia neno la maarifa, mwingine amempatia neno la hekima, mwingine ufunuo wa Roho, mwingine tafsiri za lugha kama apendavyo. So anaweza akachagua. Ile Matendo 16:6 nasema hivi, lakini Roho wa Yesu hakuwapa ruhusa. Kuna mahali ambapo Roho Mtakatifu anakuongoza maamuzi yako yakawa ni maamuzi yake. Unataka kuamua juu ya jambo, anakukataza kabisa. Hakupi ruhusa, anakondolea amani. Ghafla kuna mtu nimefamilia karibuni, alafu ghafla unisikia amani kuhusu mtu. Naomba mapema sana usikie, hiyo ndio taa nyekundu ya Roho Mtakatifu. Tunaona gari ili avute kwenye mataa, kuna taa nyekundu, ya kijani na ya njano, sawa?
ule ushuhuda wako ndani ndio ile taa ambayo Roho anakupatia kuongoza kwenye njia yako. Sawa? Kwa hiyo ukisikia taa kijani ni ile amani ambayo unasikia ndani mwako. Ukisikia ndani kuna kataa, ishia hapo hapo. Maana kwamba yule kaka ambaye alikutongoza, alikuapproach, mtume ile neno la Kiingereza, alikuapproach alafu ukakosa amani, jua hapo ni Roho Mtakatifu anakusaidia ujue aidha ni mtu sahihi au wakati bado ndio wewe kosa amani, sio basi mtu sahihi. Unaita ni mtu sahihi kabisa, ila kumbe wakati wake bado. Ndio mwingine yeye kosa amani, kumbe kwa muda huo huyo mtu bado hajao ile ambaye Mungu alikusudia awe. Kuna watu kwa unakosa amani, unasema kuna ukaka ni mtu mzuri kabisa. Nikimwangalia Masunga anaomba vizuri, huwa anaenda kucheza pale mbele, kanisani mchungaji anampenda kumtajataja, Masunga anauza hadi mchele, Masunga rice, yaani amejielewa ukaka kabisa. Lakini unashangaa unakosa amani, kumbe ni kwa sababu wakati wa Masunga bado na Roho ndio mkianza masomo sasa hivi lazima muanguke. Sasa jiangalie mwenyewe. Aidha uamulie maumivu, watu wasema majuto nini jamani? Wengi wanajuta. Lakini nakuombea mtu mmoja kama kwamba hautajuta kwa jina la Yesu. Kwenye maamuzi ambayo utayafanya mwaka 2026, majuto yawe mbali na wewe kwa jina la Yesu. Neema kuchagua na kuamua vizuri iwe juu yako kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana akusaidie kufanya machaguzi sahihi kwa jina la Yesu. Yes. Upo uwezekano wa kufanya maamuzi sahihi kabisa. Yaani unaamua kitu ambacho ni sahihi. Tuna wakati mwingine bila usielewe kwa nini naamua hivyo. Ila baadaye utajua okay, kumbe nilivyoamua hivi haikuwa akili zangu, haikuwa mimi, bali ni Roho Mtakatifu anisaidia kuamua hivi. Sema amen. It will return to your favor in the name of Jesus Christ. Nipenda tena nitaje, yani nisikia mpaka ndani. Sasa mtoto wangu yuko hapa. Bwana atakupa favor. Tuishie hapo, tuendelee mbele kidogo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuambia kwamba pia ni nafsi hai. Maana unaweza ukawasiliana naye kama nafsi nini? Ukaongea naye. Sikia, unaweza ukaongea na Roho Mtakatifu. Ninaweza nikaongea na Roho Mtakatifu. Ninaweza nikamuuliza maswali. Yale maswali ambayo sasa hivi Jumapili hii mchungaji wangu nitamkalisha chini niweze maswali. Kabla hujauliza mimi hapa, hakisha kwanza umemuuliza Roho Mtakatifu. Yaani kuna washirika ambao ni wepesi kumkimbilia mchungaji, ila sio wepesi kumkimbilia Roho Mtakatifu. That's very dangerous. God will have mercy. Yaani mtu ni wepesi kupiga simu, pastor, yaani hapa nilipo hivi, ila sio wepesi kumkimbilia Roho Mtakatifu. Wakati anaye Roho Mtakatifu na yeye akianza kuomba utasikia rapashetepa yekatoshete yekapaha. Lakini mtu huyo akikutana na jambo anapiga simu kwa mchungaji wake. Mfano wa shirika ambao jambo lolote tunapiga simu kwa mchungaji. Unawafahamu vizuri? Hebu kaje nyanya kwanza. Afu ni kwa sio huyo. Kwa hiyo tuwe wepesi kukimbilia kwa Roho Mtakatifu. Amen. I think that introduction is very important. Amen. Kama mbarikiwa sema amina. Ngapi walao wamemfahamu Roho Mtakatifu kwa sehemu ndogo, sawa? Hebu listen this. Roho Mtakatifu ni zaidi ya chuo kikuu. Hauwezi ukahusiana na mtu usiyemfahamu. Hauwezi ukajazwa na mtu usiyemfahamu. Roho Mtakatifu ni zaidi ya chuo kikuu. Wewe unaitwa Emmanuel kijana, umemaliza Kampala diploma in pharmacy. Ulikuwa labda department ya science ya allied health science. Hivyo. Hiyo department ambayo ulikuwepo haujasoma department ya mambo ya roho. Sawa? Haujasoma mambo ya social science. Sawa? Haujasoma mambo labda ya medical lab. Wewe unasoma tu nini? Pharmacy. Sawa tu Mungu. Maana kitu pekee ambacho unafahamu wewe ni pharmacy. Vile Roho Mtakatifu utamfahamu kwa kadiri ya mambo mawili. Cha kwanza ni yale mambo ambayo umetaka kumjua wewe. Yaani yale ambayo umeona kwamba natamani nimjue wewe kwa habari ya eneo hili. Kama ni utakatifu,
utamjua kwenye utakatifu. Kama ni afya ya kiungu, utamjua kwenye afya ya kiungu. Sawa? Kama ni kwa habari ya kusudi lako, utamjua hapo. Usipotaka, usipokuwa na shauku, hauwezi kumjua. Kama ni roho bora, utamjua hapo ukitamani kumjua. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huwa anafunua lile faili ambalo mtu analitamani kulijua. Sababu yeye ni mpana mno, huwezi kummaliza. Huwezi kumjua siku moja. Ndio maana shangazi watu ambao siku moja tu anasema mimi pastor nimesoma kitabu cha Good Morning Holy Spirit tayari nishamjua Roho Mtakatifu, hamna haja kitabu kingine wewe. Kitabu kingine liko vingi ambavyo unaweza ukamfahamu vizuri Roho Mtakatifu. Amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mpana ambaye inabidi umjue, ni zaidi ya chuo kikuu. Na ndio sio tu Mungu. Kama unasoma pharmacy au nini mambo ya medicine vizuri. Kwa hiyo nitaingiliana na mambo ambayo unajua. Mambo ya pharmacy na medicine au mambo ya roho, mambo si ambayo tunasoma Bachelor of Science in Education, utujui mambo yetu unajui kabisa wewe. Hebu na ndani yako usikika wewe ndio unasoma mambo ya Bachelor of nini hapa. Kashikilia bachelor yake, anajifanya anajua. Ukishaangalia ndio anachuo bwana kwa hivi. Katika chuo anasoma kwa kozi fulani kana ajabu tu, watu wanajifanya nini ndio wanafika mjini. Kwanza anasoma mbele hotel management. Business nini? Anajiona ndo dada, anatembea na haiza na hivi. Haya maisha ya kuuliza wewe tunahisi na nini duniani. Haya, kwa hiyo lazima utake kumjua Roho Mtakatifu. Lazima utake kumfahamu. Na hautakuwa na mawasiliano naye usipomfahamu. Unajua kuna relationship na kuna situationship. Kuna wengine alikuta wamemjua tu sababu ya kanisani wapo wanamtaja Roho Mtakatifu, lakini hajawahi kumjua. Mpaka mwingine pia anaandika kwa lugha ila hajawahi kumjua. Lakini leo hii unamjua kwa jina la Yesu. Amen. Na kwa kuwa utamjua utaanza kufanikiwa kwa urahisi kwa jina la Yesu. Haya, jambo linalofuata, hebu sentesi, ujazo wa Roho Mtakatifu ni jambo endelevu. Ujazo wa Roho Mtakatifu ni jambo endelevu. Kama kuna jambo ambalo haliishi siku moja ni kuhusu ujazo wa Roho Mtakatifu. Kila mtu mahali hapa anahitaji kujazwa tena na tena na tena. Kweli mwaka huu ulijazwa sana. Lakini pia mwaka ujao unahitaji kujaa tena. Sema nitajaa tena kwa jina la Yesu. Sema Roho Mtakatifu nijaze tena. Roho Mtakatifu nijaze tena. Efeso sura ya 5 na mstari wa 18. Efeso 5:18. Msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi. Kuna watu hapo ni mafisadi rohoni. Kwa sababu hawajajaa na Roho Mtakatifu. Mtu ambaye hajajaa na Roho Mtakatifu ni ufisadi rohoni. Hebu ndio sentence. Kuna fisadi bado umekaa naye pembeni yako hapo. Hajajaa roho, bali mjazwe roho. Sasa kwenye The Passion Translation TPT, hili andiko kuna namna ambavyo amelisema nilipenda kwa habari hiyo hapo, msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe. Kwenye TPT, The Passion Translation, anasema kwamba and don't get drunk with wine, which is rebellion. Instead, be filled continually with the Holy Spirit. Yaani ile kujazwa, maana ni kujazwa tena kwa mwendelezo. Maana Jumatatu umejazwa, Jumanne pia ujazwe. Jumatano ulijazwa, Alhamisi pia ujazwe. Ijumaa kwenye mkesha ule unaweza kukesha mtu wa Mungu ukajazwa kweli mpaka ukatoka jasho. Baada ya hapo Jumamosi pia ujazwe. Kuna watu ambao huwa wanajaa Roho Mtakatifu wakija kanisani tu. Akiwa chumbani kwake hajawahi kuexperience kujaa. Vile ambavyo Roho Mtakatifu anaweza kuhudumia ukiwa kanisani, inabidi iwe mara 2 na zaidi ukiwa chumbani kwako. Ile tunasema the personal encounter with God. Yaani vile ambavyo ukiwa kanisani kupitia mtu kalia, chumbani kwako inabidi iwe zaidi ya hivyo. Otherwise utakuwa ni mnafiki wewe. Kuna tuigizie kanisani. Vile ambavyo hapo unapiga magoti ukalia, ukalala hadi ukagaragara chini, chumbani kwako inabidi ugaragare mpaka malaika sema aseme, kweli huku kugaragara hakujaanzia madhabahuni. Hakujaanzia kanisani.
maisha yako ya sirini yana muhimu sana. Vile ambavyo Roho anataka kukuhudumia kanisani, anaweza akakuhudumia hivyo hivyo nyumbani. Kama mtu mmoja umekielewa leo hiki hapo, mtumishi wa Mungu, Roho Mtakatifu aishi kanisani. Kwa nini leo kanisani hapa wanaweza wakavibe na ile moja kanisani, ila akiwa nyumbani mtu anaomba Roho Mtakatifu. Kwa sababu alikosa usingizi, ili apate usingizi anaanza kuomba. Anajua akiomba atasinzia. Ila yeye haombi kabisa, ana muda kuomba. I say, unajua unaenda kama upo nyumbani kwako naomba, mpaka jasho linakutoka. Yaani una sweat kweli kweli. Kama ambavyo ungeomba hapa kanisani ungesweat. Vile vile nyumbani inakutokea hivyo hivyo. Na mimi natamani huo ushuhuda wako kwa jina la Yesu. Kuanzia leo, kama ambavyo unahusiana na Roho ukiwa kanisani, hayo mahusiano yaendelee ukiwa nyumbani, ukiwa shuleni, kwa jina la Yesu. Ukiwa unatembea, ukiwa kazini kwako, yaendelee hivyo hivyo kwa jina la Yesu. Yes. Natishia kanisani tu. Mtoto wangu anafika kanisani hapa, anaimba. Sababu mpenzi wetu wana. Kila kanisani hapa anakubudia kabisa. Nyosha mkono wako kumheshimu Mungu. Wewe unamsikiaga mwalimu anasema hivi na hivi. Anasema hivyo kwa sababu huyu hapa sijamsema ni maneno. Huyu hapa ni mtu ambaye anamsikiaga sana. Ndio maana hiyo usikute nje mdomoni. Lakini kwa anamsikia anakupenda hata ukisema hicho usikisema. Kama huwa anafanya yeye mwenyewe. Sawa? Na kama alikuwa afanya haraka afanye kwa Yesu kwa Yesu. Amen. Amen. Continually be filled with Holy Spirit. Haya, naomba ufanye kwa kwanza Ezekieli 47:3-5. Sana na rafiki yangu, unajua yeye mtu kwanza kabisa kusema kwa uhuru kabisa, sababu unajua hawezi akaumia moyo. Akasema siji tena kanisani, pasa anisema hivi. Ezekieli 47:3-5. Hapa Biblia inatuonyesha kwamba kuna viwango ambavyo Roho anaweza kumjaza mtu kwenye level mbalimbali. Hebu fungua Biblia yako. Na tusome kwa pamoja tuone Ezekieli 47:3-5. Hapa tutapata viwango vinne vya ujazo wa Roho Mtakatifu. Na naomba kila mmoja awe makini kusikiliza, maana utasikia kiwango chako kiko wapi. Utajua kiwango chako kiko wapi kusoma haya mambo. Haya. Naomba usome kama umefika hapo. Naona kwa sababu hajafika tena tumsubiri. Biblia yake anaona anasoma wiki nzima, kwa hiyo hapa nitafuta kwa nini. Aidha atafuta kwa tumhudumie tu tumsubiri. Amefika? Haya, sio pamoja anasemaje? 1, 2, 3 anasemaje? Kwanza kupimia, akapima dhiraa 1000, akanivusha maji yale. Hatua ya kwanza anasema ni viweko vya nini? Kama hujui viweko, maana ni hivi vidudu hivi hapa pembeni. Sawa, hivi ndio nini nimesema? Sema viweko. Ni ankles, eh? Yes. Oh, I'm so good. Sasa viweko nini? Kwa hatua ya kwanza alipima na ule uzi, yale maji yakafika kwenye viweko vya nini? Kuna watu kiwango chao cha Roho ilivyojaa amejaa kufikia kwenye viweko vya miguu yote. Kuna watu ambao kiwango chao ni viweko vya miguu. Jamani, maji yanaweza kusumbua chochote kile. Yanaweza kusumbua. Yanaweza kuleta shida yote. Si unapita. Hata asubuhi ya leo kuna maji yalikuwa kutaka viweko kapita vizuri kabisa mtumishi wa Mungu. Ukavuka ule mto sijui ukaja kutoka hapo. Sio? Kwa maji ya viweko huwa hayasumbui. Hawa ni watu ambao bado tabia zao hazijabadilishwa na Roho Mtakatifu. Hawa ni watu ambao bado wapo kanisani lakini hawajaacha uzinzi. Hawajaacha uasherati, sababu maji yao yapo nini jamani? Viweko. Bado wanatembea kwenye tabia za mwili. Yale matendo ya mwili kwenye Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 bado yapo maishani mwao. Na hawafanyi juhudi yoyote kuyaondoa. Wamebaki tu kanisani. Wanajiita walokole, lakini walokole kwa sababu hawajaokoka vizuri na Roho hajashirika na tabia zao binafsi. Viweko vya nini nimesema? Haya, tuende kiwango cha pili. Soma hapo ndio kusoma hapo kwa mstari wa 4 nafikiri. Anasemaje ndio kusoma anasemaje? Sijakusikia anasemaje? Kisha akapima dhiraa 1000,
akavuka. Always, okay, notice that. Maji kwenye Biblia huwa ni Roho Mtakatifu. Ile Yohana 7:37-39 inasema kwamba hata ilivyokuwa siku ile ya mwisho, Yesu akapanda sauti akasema kwamba mtu mwenye kiu na aje kwangu aje. Na alikuwa anaongelea kwa habari ya Roho Mtakatifu ambaye atampokea wale wanaoamini. Sawa? Kwa maji maana yake ni Roho Mtakatifu. Basi hivi mito ya maji iliyo hai itatoka ndani. Kwa kuna watu ambao mito yao ipo kwenye viweko. Hatua pia semaje hapo? Ikafika sehemu gani hapo kwenye magoti? Kwa kuna watu ambao mito yao ilikuwa nini jamani? Hao ndio watu ambao kidogo huwa wakiwa Jumapili kanisani wanaweza wakaanza kuishi maisha takatifu. Ila Jumatatu wakiwa peke yao wanasahau takatifu. Hao ni watu ambao ni waongo bado. Dakika moja anafika hapo mtumishi usijali kabisa. Kwa dakika moja ndio kwanza anamalizia kuvaa. Bado kuna vitu vidogo bado vipo, inafanya yale maji yawepo kwenye nini nimesema? Kwenye magoti. Kwa kiwango cha pili cha ujazo ni kwenye magoti. Kiwango cha tatu hapo ni kwenye kiuno, si sawa? Kuna watu ambao yale maji yapo kwenye kiuno. Hao ndio kidogo wameanza hata kuomba kwa lugha, wanatiba zao binafsi kuomba kwa Roho Mtakatifu, lakini hao watu bado kuna baadhi ya vitu ambavyo vipo kwenye maisha yao vinafanya wasifikie ule ujazo mtumifu wa Roho Mtakatifu. Kiwango cha mwisho kiungo cha mwisho. Soma sura 5 sasa, soma sura 5. Yakawa mto usioweza kufanyaje? Nami nakuombea siku ya leo uwe mto usioweza kuvukika kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana akujaze sana mpaka uwe mto usiovukika kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ni muhimu kujua kwamba ujazo wa Roho Mtakatifu ni endelevu. Unaweza kaanza wapi nimesema? Kwenye viweko, ukaja kwenye magoti, kwenye viuno, hadi ukawa mto usiovukika. Hawa watu ambao maisha yao Roho wa Bwana na watawala, anatawala jinsia zake. Sababu na mwingine anajisikia kwa jambo fulani, kumbe sio anayejisikia, kwa sababu ameungwa pamoja na Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu amejisikia kupitia yeye. Anasikia tu kama kawazo kanamwambia afanye jambo fulani, kumbe sio wazo kawaida, bali ni Mungu ambaye ameleta ile wazo, na akifanya ile wazo anasema kweli huyu ni Mungu wala sio mimi. Ni watu ambao ni mto usiovukika. Na kuombea kwamba Bwana akufikishe kiwango hichi kwa jina la Yesu. Uongezeke kwa jina la Yesu. Sema hivi, uongezeke kwa jina la Yesu. Uwe mto usiovukika kwa jina la Yesu. Kwa hiyo viwango vinaongezeka, ujazo unaongezeka. Mfano wa pili ni mitume wa Bwana Yesu. Wale mitume kitabu cha Matendo sura ile ya 2, ile haikuwa mara ya kwanza kujazwa na Roho Mtakatifu. Mitume hawakujazwa na Roho Mtakatifu mara moja. Walijazwa angalau mara 3. Biblia imenoti. Mara ya kwanza Yohana 20:22. Yesu akawaambia hivi, Yesu akawaambia, akawavuvia, pokeeni Roho Mtakatifu. Kwa mara ya kwanza wanafunzi wa Yesu wote walimpokea Roho Mtakatifu kwenye Yohana 20:22. Mara ya pili ni Matendo 2:1-4. Ile siku ya Pentekoste, Biblia kwamba hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwapo wote mahali pamoja. Kukaja ghafla kama uvumi wa upepo uendao kasi ukaijaza nyumba ile. Zikapiga kama ndimi za moto zisizogawanyikana zikamkalia kila mmoja wao. Wote wakajaza Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha kama ambavyo Roho Mtakatifu aliwajalia kutamka. Sawa? Ile ni mara ya pili. Mara ya tatu niliona kwenye ile Matendo sura ile ya 4 na mstari wa 31. Matendo 4:31. Hiyo ni mara ya tatu. Kwa wanafunzi wa Yesu walijazwa na Roho Mtakatifu walau Biblia imetuandikia kabisa mara ngapi nimesema? Mara 3. Kwa wewe pia kujazwa kwako na Roho Mtakatifu sio mara moja. Ndio maana nimekana kabisa kwa kani kila mwezi tuko na ibada maalum ya kujazwa tena Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Amen. Kila mwezi mara moja, sema hiyo ibada ambayo tunajazwa na Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Amen. Yes. Kwa hiyo lazima tuendelee kujazwa tena na tena na tena. Ukweli ni kwamba tunapaswa kujaa kwa sababu kuna aina ya vitu ambavyo havitaondoka, havitatokea mpaka umejaa. Kuna aina ya vitu ambavyo havitaondoka, havitatoka mpaka ufanyaje? Umejaa. Ukichukua, kuna hiyo experiment ifanyika, ukichukua humu chupa au glasi ya maji, ukaweka labda maji, ukaweka soda ya Fanta, sawa?
Niko na wazo nikafanya experiment nasema sasa muda hautoshi. Ile glasi ya maji ukiweka soda ya Fanta, sawa? Labda kaja hapa kiasi fulani. Alafu ukaanza kumimina maji ambayo hapo clear na safi. Ukamimina maji, kadiri ambavyo unaendelea kumimina maji, ile chupa automatically ile Fanta yote itaisha, itajaa maji mle. Umeelewa vizuri? Mungu maji, kuna baadhi ya tabia ambazo unazo kwa sababu bado haujajaa kiwango cha kutosha. Kuna baadhi ya maneno ambayo bado yanafika kwa sababu bado hujajaa vya kutosha. Kuna baadhi ya uongo upo bado. Bado unatamani mtu wa Mungu. Tamaa ya macho, tamaa ya mwili. Unawaka tamaa kabisa. Sababu bado haujajaa vya kutosha. Lakini asubuhi ya leo Bwana anakujaza vya kutosha kwa jina la Yesu. Unajaa na kubatizwa na Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Sema amen. Amina kubwa tena. Isaya 32 mstari wa 15. Isaya 32:15. Fungua Biblia yako tufuke pale kwa pamoja tusome. Isaya 32:15. Reka subraham devegedia. Thank you Holy Ghost of God. Mtu anaweza akawa ni jangwa kabisa. Hebu soma pale, nasemaje? Isaya 32:15. 1, 2, 3 anasemaje? Hata roho itakapomwagwa elimu yetu kutoka juu. Hata jangwa litakapokuwa shamba lizaalo sana. Nalo shamba lizaalo sana litakapohesabiwa kuwa msitu. Kwa hiyo alianza kuwa jangwa. Tokea kuwa jangwa akawa shamba lizaalo. Tokea kuwa shamba hakuishia kuwa shamba akawa msitu. Sasa hivyo ndivyo ambavyo ujazo wa Roho unaweza kupeleka. Na mimi nadhani ukiwa unafikia mkavu kabisa. Yaani unaona ukavu ukaenda mahali ambapo ni shamba lizaalo sana. Unazaa matunda, sema nitazaa matunda. Sema nitazaa matunda. Mwaka 2026 Bwana akujalie kuzaa matunda kwa jina la Yesu. Uzae matunda kila mwezi kwa jina la Yesu. Uzae matunda kila mwezi kwa jina la Yesu. Shamba lizaalo sio kidogo, lizaalo sana sana. Alafu alisha kwenye kuzaa sana likawa msitu. Kwa hiyo hapa shamba ule ujazo hakusha kwenye jangwa, nenda level nyingine kwa shamba lizaalo sana, level nyingine kwa msitu. Kwa hiyo ujazo wa Roho Mtakatifu ni kitu endelevu. Penda ujazwe na ujazwe tena. Ujazwe na ujazwe tena. Niliposoma Biblia yangu nikagundua kwamba kuna maneno mawili ambayo yanatumika kwa habari ya kujazwa na kujaa. Kuna watu ambao wapo kwenye hatua ya kujazwa, kuna wengine ambao wapo kwenye hatua ya kujaa. Kuna watu ambao wapo kwenye hatua ya kufanyaje, nimesema ya kujazwa. Wengine wapo kwenye hatua ya kujaa. Bwana Yesu hakujazwa tu, Bwana Yesu alijaa. Luka 4:1. Naye Yesu hali amejaa. Amejaa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Yesu hakuishia kujazwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu usibakie stage ya kujazwa kila siku. Fike mahali ambapo umejaa. Sema ninajaa kwa jina la Yesu. Kujazwa maana ni kitu ambacho kinaendelea kufanyika. Sawa? Ila kujaa maana umejaa vya kutosha kiasi kwamba Roho Mtakatifu amekuwa akitawala hisia zako na kila kitu kuhusu wewe. Sema ninajaa kwa jina la Yesu. So there's a difference between being filled with and being full of. Full of describes a state of being or showing contains a lot. Lakini filled with making the action or a process of making something to be full. Kiingereza kidogo. Na makana mamini Mungu kabisa tuko ibada ambazo naambiwa Kiswahili, mtu atasema Kiingereza mahali hapa. Amen. Sema amina. Unajua watu wapo mahali hapa kabisa. Amen. We are an international church. Amen. Haya maneno ya kumbuka mtumishi wa Mungu. Ipo siku hii kanisa. God, I see it and I receive it. Okay, good. Tuendelee kidogo. Hasa kwenye Agano la Kale, moja ya namna ambazo Roho Mtakatifu alikuwa akiwajaza watu ilikuwa ni kwa njia ya kuwapaka mafuta. Sawa? Kwenye Agano la Kale, moja ya namna ambayo Roho Mtakatifu alikuwa akiwajaza watu
ni kwa kuwapaka nini nimesema? Mafuta. Na walipakwa mafuta watu wa makundi matatu tu kwenye Biblia. Kwenye Biblia watu ambao walipakwa mafuta ni watu watatu. Kundi la kwanza ni wafalme. Kundi la pili makuhani. Kundi la tatu ni manabii. Kwenye Biblia walipakwa mafuta makundi matatu. Kundi la kwanza imesema ni nani? Kundi la pili, watatu. Kwenye Biblia yako walipakwa mafuta makundi matatu. Hao ni watu ambao manabii au watu wa Mungu walitumwa waende kuwapaka mafuta. Wa kwanza imesema nani? Kwa hiyo ukiona Mungu amekupaka mafuta, jua wewe ni mfalme. Sema I am a king. Sema I am a king. Sikusikia, sema I am a king. Ukiona Mungu amekupaka mafuta, jua wewe ni kuhani. Wewe ni kuhani. Sema mimi ni kuhani. Kuhani wa familia yangu. Kuhani wa nyumba ya baba yangu. Yes. Familia zetu sisi hapa tunategemea sisi hapa ni makuhani. Kwa hiyo mbele za Mungu ukaomba toba kwa ajili ya ile baba yako ambaye bado hajaokoka. Ukaomba toba kwa ajili ya kaka yako yule ambaye bado analelewa. Ukaomba toba kwa ajili yake na Mungu akamsamehe kabisa. Sababu wewe ni kuhani. Sema mimi ni kuhani. Jambo la tatu, aliomba mafuta ambao ni manabii. Sasa ukisema ni nabii, sisi tutasikia tutaelewa vizuri. Sasa mimi ni nabii. Mimi ni nabii. Yes, nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Kwa kabla unaweza kumtabiria mtu mwingine, yatabirie maisha yako kwanza baba. Yatabirie maisha yako kwanza dada. Tukuone ukiwa yule ambaye Mungu anasema utakuwa kwa maneno yako mwenyewe. Kwa wewe ni nabii wa maisha yako. I am the prophet of my life. I am the prophet of my future. I speak about my future. Kwa subiri unabii. Pastor nikuja leo Jumapili ya mwisho. Naomba nitabirie mwaka wangu 2020 utakuwaje, na kutabiria mshirika wangu ya kwamba Bwana amekufanya wewe mwenyewe kuwa nabii. Unao uwezo wa kujitaka cha kujitabiria mwenyewe. Anza kutabiri kwa jina la Yesu. Sema amen. Nimeshatabiria mwaka ujao unapokuaje. Wewe unaanza pastor mwaka ujao utakuwaje, na kutabiria sasa kwambia kwamba wewe ni nabii mwenyewe. Tamka unachotaka kiwe na kitakuwa. Kwa bali masomo yako tamka na itakuwa. Niwaambie mmoja kwamba ukikaa kwenye uwepo wa Mungu wote ule, kabla haujaondoa uwepo wa Mungu, hakikisha unamalizia kwa kujitabiria mwenyewe. Usiandike mkavu hivi. Yaani umeomba mpaka jasho limetoka hivi, unasema leo nimeomba kweli. Okay, ukiomba hivyo anasema hivi, Baba, naona kesho yangu kubwa. Namuona mume wangu ambao nitamtilia Bwana. Namuona mtoto wangu yule. Naona hela ikiingia. Naona wasaidizi. Unatamka hivyo na itakuwa kwa jina la Yesu. Amen. Umeelewa siri nimesema? Kwenye uwepo wa Mungu ambao umekuepo, umeomba, umefunga. Nakwambia ndio leo unaweza maombi, baba siku uko umebana kweli. Kimaza siku ya aje mtabiria. Leo ni siku ya familia. Baba, natabiria familia yangu, ndugu zangu wataokoka. Na wasemesha ndugu zangu wataokoka, nasemesha kwa habari ya mzazi wangu Bwana, bariki kazi yake. Unatabiri kwa kinywa chako mwenyewe. Sema amen. Sembuse wale ambao tayari washafanya kuwa wazazi. Nyie mna kazi kubwa zaidi. Mna nafasi ya kuwatamkia watoto wenu kwa midomo yenu wenyewe. Wale ambao ni kina mama hapa, tulikuwa kina mama kina baba. Mtamkie mwanao maneno yale ambayo tamani awe baadaye. Nikamwambia kimya mama asema kwamba ile asubuhi na mtoto wako kwenda shuleni au kwenda wapi sijui. Mwambie mwanangu njoo. Na kutabiria mwanangu, utakuwa mkuu, utatenda mambo mema tu, mema ya kufuate, Bwana akulinde. Huyo mtoto akitoka atalindwa na malaika wote wa mbinguni kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu alikuwa akiwapaka mafuta watu watatu. Nimesema ni nani? Wafalme, makuhani na nani? Kwa hiyo kule kupaka mafuta ndio kujazwa Roho Mtakatifu. Daudi alijazwa Roho Mtakatifu warao mara 3. Andika sentensi. Mfalme Daudi mpaka aitwe mfalme wa Israeli alipakwa mafuta warao mara 3. Hii pia inaonyesha kwamba ishu ya kupaka mafuta sio mara moja, pia kuna mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3. Samueli wa kwanza sura ya 16, Biblia inasema kwamba Nabii Samueli alichukua mafuta akaenda nyumba ya mzee Yese, akaenda akampaka Daudi kwa mara ya kwanza alipakwa mafuta. Sawa? Mara ya pili ni Samueli wa pili sura ya 2. Watu wa Yuda walimpaka Daudi pia mafuta. Pia Samueli wa pili 5, wazee wa Israeli walimpaka Daudi mafuta. Kwa kama kwa Daudi alipakwa mafuta mara 3,
sisi pia tunapaswa tuendelee kupakwa mafuta sana na sana tena. Amen. Amen. Hebu kama niendelea, naomba kila mtu nimsikie akiomba kwa dakika chache. Hebu ambie Bwana, Lord anoint me. Lord anoint me. Jiombe tu ile fupi. Jiombe tu mwambie Lord anoint me. Leka para masuvere balada. Shele mahandoli balada. Lord anoint me. Lord anoint me. Nimejitambua kama mimi ni mfalme. Bwana nipake mafuta niwe mfalme kwenye dunia yangu. Nimetambua mimi kama nabii. Baba nipake mafuta kuwa nabii wa kwanza wa maisha yangu. Nimetambua mimi kama kuhani nipake mafuta kuwa kuhani wa familia yangu, kuwa kuhani wa nyumba yako Bwana. Leka para bara bebe shete. Omba mwambie Bwana nipake mafuta yako matakatifu. Zaburi 89:20. Nimemuona Ebeneza mtumishi wangu, nami nimempaka mafuta yangu matakatifu. Reba shabeleke sata rama koparadia. Bwana amekuona na asubuhi ya leo anakupaka mafuta. Bwana amekuona na asubuhi ya leo anakutia mafuta yake. Rama sube beshiamado esatala no sekeni mai yambe liba soteli amande. Baba nipake mafuta, Baba nipake mafuta, Baba nipake mafuta, mafuta ya utakatifu, nipake mafuta, mafuta ya ubora. Baba nipake mafuta, mafuta riba shante riba rasonte ribalada. Lord anoint me for my generation. Risaka parado leketele amanda. Lord anoint me for Gen Z. Yakarusha mina mahuda likatari amanda. Umeita kuwa mtumishi kwa ajili ya kizazi changu. Baba nipake mafuta kwa ajili ya kizazi changu, kwa ajili ya watu ambao Bwana umeniitia tena. Ramasube debedia yakatele manda. Wewe mama mwambie Bwana nipake mafuta kwa ajili ya kuwalea wanangu, kwa vile Bwana alikusudia wawe. Baba nipake mafuta kwenye huduma leo nipatia, haitaishia mahali yako na moto, itaenda mbali kwa sababu Bwana umenipaka mafuta. Baba kazi yangu ya mikono nipake mafuta, isishie tu mahali hapa, iende mahali na mahali. Rama shakate rima katoria remoshe nikada asume debekita adiga daga daga do ezida daga dareshe rima na makate. Baba naomba kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, unipake mafuta Bwana, unipake mafuta, unipake mafuta, unipake mafuta, mafuta yako mtakatifu. Rama shateli ya baada Mungu ana mafuta ambaye huwa anatupaka nayo, anasema kwamba mafuta yangu matakatifu. Nipake mafuta yako Bwana, nipake mafuta yako. Lord anoint me. Jaleso feteri amanda. Umenipa huduma kubwa ya wanawake Bwana, nipake mafuta sasa. Umenipa huduma kubwa ya vijana, nipake mafuta sasa Bwana. Umenipa huduma kubwa ya uimbaji, nipake mafuta sasa ya kuimba kama Daudi alivyokuimbia Zaburi, akasema kwamba mara 7 kwa siku nitamsifu Bwana. Nipake mafuta, nipake mafuta, nipake mafuta. Alashuke tepaya azumedebe kita ashina makapo esigedebela alina mashate ezudebeliada. Anayetaka mafuta anamwomba Bwana kwa kuelewa ufahamu ya kwamba anaweza kupakwa tena mafuta kwa ajili ya wito ambao Mungu amempatia kwa jina la Yesu Kristo. Baba nipake mafuta rima shante lima azumedebeliana erika shote amanda azumedebeketia azangarabalia. Katika jina la Yesu tumeomba. Sema amen. Sema Roho Mtakatifu unipake mafuta, unipake mafuta. Yes, God has anointed you in Jesus name. Jambo lingine, ujazo huu endelevu. Kwa hiyo utakubaliana mimi kwamba ni upako maalum ambao huwa unatokea kwenye maeneo makuu matatu. Ujazo huu endelevu nikwambia ni upako maalum ambao huwa unatokea kwenye maeneo makuu matatu.